Baada ya michezo miwili ya ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League 2025-26 kuweza kutamatika katika viwanja viwili tofauti hapa Dar es Salaam Tanzania, mchezo wa kwanza ukitamatika katika uwanja wa KMC Complex ulioko Mwenge jijini Dar es Salaam, ulikuwa ni mchezo kati ya mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2024-25 ni Yanga Sports Club dhidi ya timu kutoka kule mkoani Babati Manyara. Hawa ni Fountain Gate, na mchezo huu ulitamatika kwa dakika 90 katika uwanja wa KMC Complex kwa Dar es Salaam Young Africans kuondoka na alama 3 muhimu, magoli yote mawili Young Africans ikifungwa na mshambuliaji mchezaji wa zamani wa klabu ya Azam FC Zimbabwe, huyu ni Prince Dube kwa mkwaju wa penalti, lakini goli lingine ikafungwa na Professor Pacome Zouzoua. Mpira ulioanzia katikati uliochukuliwa na beki wa zamani wa Simba Sports Club Mohamed Hussein Zimbe Junior na kuweza kumpasia Duke Abuya, na Duke Abuya akaweza kupitisha penetration pass na kuweza kumkuta Professor MVP wa Ivory Coast Pacome Zouzoua na kuweza kusawazisha goli hilo la pili, na mchezo huu katamatika kwa Young Africans kuondoka na alama 3 muhimu. Lakini mchezo mwingine ambao ulikuwa ni wa mwisho ulikuwa ni mchezo kati ya wenyeji Simba Sports Club baada ya kutoka katika michuano ya kimataifa licha kutokufanya vizuri, kupoteza michezo yote miwili. Mchezo wa kwanza akifunga katika dimba la Benjamin William Mkapa dhidi ya Petro Atletico de Luanda goli 1-0, lakini walipokwenda pia kucheza kule nchini Malawi dhidi ya AS Maniema wakaweza kufunga magoli 2-1. Baada ya kutoka huko leo timu zote mbili zimecheza katika na zimecheza na walimu wao wapya, baadhi ya timu kwa maana ya Simba Sports Club wakicheza bila ya kocha wao mkuu ama meneja wao mkuu ambao alikuwa akisimamia timu hiyo ni Dimitar Pantev, na kikosi cha Simba leo ama Simba ilikuwa ikiongozwa na kocha Selemani Matola na akaweza kufanikisha Simba Sports Club kuondoka na alama 3 muhimu katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ulioko Mbweni jijini Dar es Salaam, wakicheza dhidi ya Mbeya City kutoka jiji la The Purple Nation kule jijini Mbeya. Na ikumbuke kwamba Mbeya City mchezo wao kwanza wa ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League walikutana dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, na mchezo huu kamalizika kwa sare ya kutokufungana kwa maana ya 0-0, lakini leo Simba ameifanya kazi ambayo Young Africans ilishindwa kuifanya mbele ya Mbeya City, na Simba akaweza kuondoka na ushindi wa magoli 3-0. Warabu wanaita thalathatun, na goli la kwanza limefungwa na Morris Abraham akipokea assist kutoka kwa Elim Panzu Kibishala, lakini goli la pili ndivyo ambavyo ikaja likafungwa na Simba Musa kijita Black Lion. Huyu ni Jonathan Soa, mpira ambao ulifanywa na makosa wa beki wa Mbeya City na yeye kuweza kukimbilia mpira ule na kuweza kuchagua engo tu, licha mlinda mlango wa Mbeya City kutoka, lakini yeye alichagua engo nyingine na kuweza kuelekea Simba goli la pili. Lakini goli la tatu limefungwa na mmoja kati ya mawinga kutoka ligi kuu kule nchini Kenya, Mohamed Bajabiri, mechi yake ya kwanza, lakini pia goli lake la kwanza, na ameanza vizuri msimu wa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara, na hivyo Simba wakaweza kuondoka na ushindi wa magoli 3-0 mbele ya Mbeya City katika dimba la Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Sasa mara baada ya michezo hiyo miwili, na huwa hapa ndivyo ambavyo msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara leo siku ya Disemba 4 mwaka 2025 ikiwa ni mwezi wa 12, hivi ndivyo ambavyo msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara ulivyo. Na kwenye chati nafasi ya kwanza inaongozwa na Mafande hawa wazee wa kichapo cha kizalendo JKT Tanzania FC wakiwa na alama zao 17 wakiwa wamezivuna katika michezo yao 10, lakini Pamba Jiji Football Club kutoka kule jijini Mwanza wao wako nafasi ya pili na wakiwa na alama zao 13 wakiwa wamekwisha kucheza michezo yao tayari 8, lakini Yanga Sports Club leo akisogea hadi nafasi ya 3 akiwa na alama zake 13 akiwa amezivuna katika michezo 5 ambayo amekwisha kuicheza. Lakini Mashujaa FC kutoka kule mwisho wa reli Kigoma wao wako nafasi ya 4 wakiwa na alama zao 13 wakiwa na wamezivuna katika michezo yao 9, lakini Simba Sports Club naye akisogea katika nafasi ya 5 akiwa na alama zake 12 na tayari amekwisha kucheza michezo yake 4. Na Mungo Football Club kutoka kule Ruangwa Lindi wao wako nafasi ya 6 wakiwa na alama 12 wakiwa na michezo yao 8, lakini Mtibwa Sugar wao kwa nafasi ya 7 wakiwa na alama 10 ambazo wamezivuna katika michezo 8, lakini pia Fountain Gate ambao leo wamefungwa magoli 2-0 na Young Africans wako nafasi ya 10 wakiwa na alama zao 10
wakiwa na wamezivuna katika michezo yao 10 wakiwa tayari wamekwisha kuita, lakini negative wanadaiwa magoli 8. Coastal Union FC kutoka kule jijini Tanga, wao wako nafasi ya 9 wakiwa na alama zao 9 wakiwa wamezivuna katika michezo yao 7 wakiwa hawadaiwa hata goli moja. Singida Black Stars kutoka kule mkoani Singida, wao wako nafasi ya 10 wakiwa na alama zao 8 wakiwa wanadaiwa magoli 2 na wakiwa wamezivuna wakiwa tayari wamekwisha kucheza michezo yao 4. Mbeya City kutoka kule jijini Mbeya, wao baada ya kufunga magoli 3 na Simba Sports Club wako nafasi ya 11 wakiwa na alama zao 8 wakiwa wamezivuna katika michezo yao 10 huku wakiwa wanadaiwa magoli 6. Azam FC baada ya kutoka sare jana dhidi ya Singida Black Stars yuko nafasi ya 12 akiwa na alama zao 6 akiwa amezivuna katika michezo yake 4 na huku akiwa anadaiwa magoli 2. TRA United Sports Club msimu uliomalizika 2024-25 wakijiita Tabora United, wao wako nafasi ya 13 wakiwa na alama zao 6 wakiwa wameruhusu goli moja na tayari wamekwisha kucheza michezo yao 6. Tanzania Prison wao kutoka kule jijini Mbeya wako nafasi ya 14 wakiwa na alama zao 6 wakiwa wanadaiwa magoli 2 huku wakiwa wamekwisha kucheza michezo yao 6. Dodoma Jiji kutoka makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma wako nafasi ya 15 wakiwa na alama zao 6 wakiwa wamezivuna katika michezo 8, lakini wao wanadaiwa zaidi ya magoli 5 ambayo wameruhusu katika michezo yao hiyo yote 8. Wa mwisho ni wakusanya maokoto katika jiji la Dar es Salaam kutoka kule Kinondoni wakijiita Kino Boys KMC FC, wako katika hali mbaya kwa sababu ndio mwisho katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa na alama zao 4 wakiwa wamekwisha kucheza michezo yao 9, lakini wakiwa wanadaiwa jumla magoli 12 ambayo wameweza kuruhusu katika michezo yao 9 ambayo wamekwisha kuicheza. Hivyo katika msimamo huu tunasema kwamba Simba na Yanga wanazidi kusogea mdogo katika nafasi zao ambazo watu wengi obvious wanakuwa wanazizoea nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini pia vile Azam FC naye bado yuko katika hali mbaya kwa sababu ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu bado ina ushindani ni mkubwa, lakini timu ambazo zinaongoza ligi kuu soka Tanzania bara tunasema mtu sio nyao, lakini pia usimkatie mtu tamaa kwa sababu JKT Tanzania katika ile top 5 wako wote wale ambao watu wengi wanazungumza kwa sababu JKT anaongoza kwa muda mrefu. Pamba Jiji kutoka kule Mwanza, Young Africans, Mashujaa pamoja na Simba Sports Club. Je, msimamo huu utakuja kubadilika kwa namna gani? Endelea kubaki hapa ndani ya Nyako TV, lakini pia kama una mara kwa kwanza kujiunga na sisi ni kuomba na nikusihi usiache kubonyeza neno la subscribe, lakini pia bonyeza alama kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu zote za kimichezo kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni official Mutra Msanwaji, Instagram unaweza kunifollow kwa jina moja la official Mutra Msanwaji. Hii ni Nyako TV, tunasema habari yako ni habari yetu, na huu ni msimamo wa leo tarehe 4 Disemba mwaka 2025 mara baada ya michezo miwili ya ligi kuu soka Tanzania bara. Vigogo wa ligi kuu soka Tanzania bara Simba na Yanga baada ya michezo yao yote kumalizika na kuweza kufanikiwa kuondoka na ushindi wa alama zote 3 katika michezo yao ambayo walikuwa wakicheza katika viwanja viwili tofauti ambavyo vimepigika ama mechi hizo zimechezeka ndani ya jiji la Dar es Salaam. Mchezo wa kwanza ukatamatika KMC Complex kwa Young Africans kuondoka na ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Fountain Gate, lakini mchezo ambao ulianza majira saa 1 kamili usiku ulikuwa ni kati ya wenyeji Simba Sports Club mnyama wa mwituni akiweza kucheza dhidi ya Mbeya City kutoka jiji la Mapambo, wengi wakipata ni The Purple Nation, wakaondoka na ushindi wa magoli 3-0.